Karibu B Sky Media. Unatazama Beda Msimbe TV. Tumekuwa na mikutano miwili muhimu sana leo. Moja, of course, tumepokelewa na wenzetu wa Standard Bank, na asubuhi ya leo tumekuwa na mikutano na wawekezaji wa kitaasisi, institutional investors, ambao tumepata fursa ya kuelezea fursa ambazo zipo Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya uwekezaji. Na kwa kifupi mkutano umekwenda vizuri sana, umepokelewa vizuri. Tumeona shauku kubwa ya wenzetu kuwekeza na kuendelea kuwekeza Tanzania. Baadhi yao tayari walishakuja, lakini wengine wamepata fursa ya kuja kutusikia, wameuza maswala na tupata ufafanuzi. Na mchana huu vile vile tumekutana na makampuni ambayo yanahusika na masuala ya bima na kuondoa vihatarishi, kwa maana ya kwamba de-risking kwenye upande wa uwekezaji, na umekuwa mkutano mkubwa zaidi kuliko ule wa uwekezaji. Nadhani huu ni mkutano maalum umejitokeza, na hii inaonyesha bado shauku kubwa ya wenzetu wawekezaji kuja Tanzania, na nao wamepata fursa vile vile kama ya wale wawekezaji kuuliza maswali na kupata taarifa zaidi za Tanzania. Kwa ufupi, siku ya leo imekwenda vizuri. Umewaambia nini? Kwa nini waje Tanzania? Moja, kwa sababu Tanzania iko tayari kwa ajili ya uwekezaji, na tumeelezea fursa tulizonazo katika sekta zenyewe za kiuchumi, lakini katika sekta ya miundombinu na upande hasa kwamba tumezindua dira yetu ya maendeleo ya miaka 25 inayofuata, na fursa ambayo ipo kwa wenzetu wa sekta binafsi ambako tunategemea tutashirikiana nao. Lakini la pili vile vile, kwa sababu hiyo sekta binafsi inakuja, wenzetu wa bima nao watakuwa na nafasi maalum. Kwa hiyo ndo hayo hasa ndio ujumbe wetu wa leo ulikuwa. Hoja zao kubwa mwishoni, Mheshimiwa Waziri, zilikuwa ni nini hasa katika michango? Wametaka zaidi kujua nini kinaendelea Tanzania, na tumetoa ufafanuzi. Kuna wengine walikuwa wanaulizia hasa lini kwa upande wa hizi hati fungani, lini tutafungua soko kwa wao wawekezaji kutoka nje kuja kuwekeza Tanzania. Wengine kama wasema tayari wapo katika maeneo mbalimbali, na kwenye hili la kufungua soko tumemwambia tunaendelea kulifanyia kazi, na tutakapokuwa tayari tutawatambulisha, tutajulisha. Karibuni. Karibu B Sky Media. Unatazama Beda Msimbe TV.